Wataalamu wa Biblia wameita sura hizi 4 zinazofuata katika kitabu cha Yeremia kuwa kitabu cha faraja. Hapa katika sura za 30 hadi 33, Bwana atapanua ahadi yake iliyotolewa tu aya chache mapema katika sura ya 29. Unaweza kuikumbuka, kwa maana najua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, mipango ya kuwafanikiwa na si ya kuwadhuru, mipango ya kuwapa tumaini na maisha ya baadaye. Hiyo ni Yeremia 29:11. Sasa hadi kufikia hatua hii, ujumbe mkuu wa Yeremia umekuwa kwamba Mungu atawahukumu watu wake waabudu sanamu na wasiotubu. Uharibifu unaokuja wa Yerusalemu na wa Babeli sasa hauwezi kubadilishwa, lakini bado kuna mustakabali kwa taifa hili. Na Yeremia sasa ana mustakabali miwili au mitazamo miwili inayohusiana na mustakabali hapa. Moja ni urejesho wa karibu wa taifa na nyingine ni urejesho wa mbali wakati Yesu Kristo atakaporudi duniani kama mfalme Masia mshindi, akirejesha taifa la Israeli. Na huo urejesho wa mbali uko katika mtazamo hapa katika mstari wa 3 wa sura ya 30, ambapo Mungu anasema, siku zinakuja nitakaporejesha hali ya watu wangu Israeli na Yuda. Sasa hilo halijatokea bado, sivyo wapendwa? Kweli hapana, haijatokea. Ukweli ni kwamba kuna matatizo zaidi mbele, kama Mungu anavyoeleza hapa katika mstari wa 7, wakati wa dhiki kwa Yakobo. Siku au dhiki ya Yakobo ni rejeleo la dhiki inayokuja ambayo itadumu kwa miaka 7. Wakati huu wa dhiki utafuata unyakuo wa kanisa ulioelezewa katika moja wa Thesalonike sura ya 4. Unyakuo ni wakati ambapo Yesu Kristo anachukua, kwa kweli ananyakua kanisa lake waliokombolewa kutoka duniani, na kisha dhiki inatokea kama ilivyoelezewa katika kitabu cha Ufunuo. Kanisa halitajwi katika kitabu cha Ufunuo wakati wa dhiki, na hiyo ni kwa sababu dhiki haikusudiwi kutakasa kanisa. Kanisa tayari limetakaswa, limehesabiwa haki, liko tayari kukutana na Kristo. Sasa kinachotarajiwa kutakaswa ni taifa la Israeli. Israeli wataongozwa kutubu na wataandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi wao hivi karibuni. Unaona, dhiki ni wakati wa ufufuo wa kitaifa wa watu wa Kiyahudi. Bwana anazungumzia jambo hapa katika aya ya 18 ambalo bado halijatokea pia. Tazama, nitarejesha mali za mahema ya Yakobo na kuwaonea huruma makao yake. Mji utajengwa tena. Katika sura ya 31 hali zilizorejeshwa za Israeli ya baadaye zinaelezewa zaidi. Mungu anasema hapa katika aya ya 4, nitakujenga na utajengwa. Aya ya 5, utapanda mizabibu juu ya milima ya Samaria na utafurahia matunda yake. Na watu wa leo wanaosema kwamba Mungu amemaliza na Israeli au kwamba kanisa limechukua nafasi ya Israeli, basi mimi sidhani wanasoma Agano la Kale lile ambalo ninasoma sasa hapa kwako. Ahadi hizi ni halisi, ni za kweli na zitakuja kutimia siku moja. Israeli na Yuda wataunganishwa tena. Aya ya 10 inatuambia kwamba Bwana atawakusanya watu wake waliotawanyika. Aya ya 13, Bwana anasema, nitabadilisha maombolezo yao kuwa furaha. Nitawafariji na kuwapa furaha badala ya huzuni. Kwa hivyo una ahadi hii wazi ya urejesho wa kimwili wa taifa lililoungana la Israeli. Lakini hebu niwaambie, hiyo ni mwanzo tu wa siku hizi za utukufu wa baadaye, kulingana na ahadi ya Mungu ambayo itaingia katika ufalme huu nzuri chini ya utawala wa Kristo. Pia kutakuwa na urejesho wa kiroho wa watu, na ahadi hii inazingatia Agano Jipya. Sikiliza maneno ya Bwana hapa katika aya ya 31. Tazama, siku zinakuja nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kama agano nililofanya na baba zao siku nilipowachukua kwa mkono kuwatoa katika nchi ya Misri, agano langu ambalo walilivunja. Kwa maana hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo. Nitaweka sheria yangu ndani yao na nitaandika katika mioyo yao. Watanijua wote, kuanzia mdogo wao hadi mkubwa wao. Nitasamehe uovu wao na sitakumbuka dhambi zao tena. Sasa hizi ndizo ahadi za agano. Kwanza,
taifa lililogawanyika baada ya kifo cha Mfalme Sulemani litaunganishwa tena. Pili, agano hili hapa, hili jipya, halitavunjwa. Na tatu, agano hili jipya halitakuwa sheria ya nje kama agano la Musa lililoandikwa kwenye mbao za mawe, bali sheria ya ndani iliyoandikwa katika mioyo yao. Na nne, itafanywa na taifa la Israeli wanapotubu na kuweka imani yao kwa Bwana kama Masihi wao. Sasa, katika agano jipya tuna maelezo ya kifo cha Yesu Kristo cha kubadilishana. Kifo chake ndicho msingi wa agano hili jipya. Kwa kweli, katika karamu ya mwisho Yesu alisema, kikombe hiki kinachomiminwa kwa ajili yenu ni agano jipya katika damu yangu. Luka sura ya 22 na mstari wa 20. Sasa Yeremia anasema hapa kwamba agano hili ni kwa ajili ya Israeli. Kwa hiyo, sisi kama Wakristo leo tunahusikaje nalo? Naam, tunashiriki katika baraka za kiroho za agano jipya, sivyo? Tumepokea msamaha. Pia tumepewa uzima wa milele kupitia kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo agano hili linatumika kiroho kwa kila mtu anayemwamini Kristo kwa ajili ya wokovu. Lakini usikose hili. Bado kuna unabii huu wa Israeli itakayorejeshwa, ambao utatimizwa wakati taifa hilo kama watu binafsi litakapogeuka kwa imani kwa Kristo atakaporudi. Kisha kama vile Mtume Paulo anavyoandika katika Warumi saa 11 na madakika 26, Israeli wote wataokolewa. Acha nikwambie, Mungu hajamaliza na Israeli. Ana mipango kwa ajili ya Israeli. Ana mipango ya kuwapa wao siku za usoni na tumaini katika Kristo. Sasa, ahadi hii ya urejesho wa kiroho wa baadaye kwa Israeli inafuatwa na uhakikisho wa kimungu. Agano la milele linahitaji watu wa milele, na Bwana anaahidi hapa katika mstari wa 40 wa sura ya 31 kwamba atairejesha taifa la Israeli na mji wa Yerusalemu. Na sikiliza hili, mji hautang'olewa wala kuangushwa tena milele. Kweli hilo halijatokea bado, lakini litatokea. Na sasa Yeremia anawasilisha tena moja ya mahubiri ya vitendo. Mungu anamwambia aende kununua kipande cha ardhi. Sikiliza hii, kununua kipande cha ardhi, akijua kwamba Babeli inakaribia kuiteka nchi. Sasa anafanya nini? Anatoa ahadi ya kinabii kwamba siku moja watu waliochaguliwa na Mungu watarudi tena kwenye ardhi hiyo. Sasa hilo halijatokea kikamilifu bado. Ndiyo, Israeli ilifanyika taifa tena mwaka 1948 na watu wa Kiyahudi wanaishi katika nchi hiyo tena leo. Lakini kuna idadi sawa ya watu wa Kiyahudi wanaoishi Amerika kama ilivyo Israeli leo. Sikiliza, unabii wa kurudi kwa Israeli kwenye ardhi utatimizwa wakati wa kipindi cha dhiki, kama vile manabii wanavyoelezea. Watu wa Kiyahudi watahamasishwa na Mungu kurudi Israeli kutoka kote duniani, kila taifa. Nabii alisema duniani wakati Bwana anawaandaa kutubu na kutazama kuja kwa pili kwa Kristo Masihi wao. Je, Mungu anaweza kufanya kitu kama hicho kwa kiwango cha kimataifa? Naam, Yeremia anasema hapa katika sura ya 32 aya ya 17, Bwana Mungu, ni wewe uliyeumba mbingu na dunia kwa nguvu zako kuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hakuna jambo gumu kwako. Sasa basi, hapa katika sura ya 33 Bwana anathibitisha tena ahadi ya agano jipya kwamba mioyo ya watu itabadilishwa. Katika aya ya 8 anarudia ahadi hii, nitasamehe hatia yote ya dhambi zao na uasi wao. Na hivyo Yeremia anarekodi mwaliko wa Bwana hapa katika aya ya 3, ambapo Mungu anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuambia mambo makuu na ya ajabu usiyoyajua. Hebu nikuambie kitu mpendwa. Haijalishi jambo linaweza kuonekana halina matumaini kiasi gani, haijalishi hali yako inaweza kuonekana ngumu kiasi gani leo, ikiwa Mungu anaweza kupanga matukio ya karne za dunia na mataifa, anaweza kupanga matukio katika maisha yako na yangu. Ikiwa Mungu anaweza kusamehe taifa la waabudu sanamu wanapokuja kutubu, basi anaweza kukusamehe wewe na mimi.
Ikiwa Mungu atatimiza ahadi zake kwa Israeli kwa kipindi cha maelfu ya miaka, atatimiza kila ahadi aliyoitoa kwako. Na ahadi zake kwako zinabaki zile zile. Basi kukupa maisha ya baadaye na matumaini katika Masihi wako. Umejumuishwa katika agano hili jipya kwa imani, kwa kumwamini Yesu Kristo na kifo chake na ufufuo wake. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha kwa leo. Mpaka safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.